CCM inaenda kufa. Kwa hiyo Mwalimu alikuwa anaomboleza chama alichokipenda sana, chama ambacho kimewasaidia sana wananchi, lakini kimeachwa kinaenda kufa na wala hakiwasaidii tena wa Tanzania. Sisi Rungwe ni nani kama Mwalimu anaomboleza chama chake alichokipenda kinashindwa kutimiza majukumu? Sisi ni nani? La pili, Mwalimu anaanza na jeshi kwa maneno haya magumu kweli kweli. Askari, naomba mnisikilize kwa makini. Tunawapenda sana maaskari na Mwalimu aliwapenda, lakini hatupendi upuuzi unaofanywa kinyume na sheria. Na Mwalimu hapa anaeleza vitu gani ni upuuzi kwa majeshi yetu. Sio maneno yangu, maneno ya Mwalimu. Chadema ikishika nchi haiendi kuunda jeshi jipya, ni hawa. Kwa hiyo watusikilize kwa umakini ili waweze kupendwa na Watanzania. Wajitafakari kwa nini hawapendwi leo. Na jibu analo Mwalimu. Anasema hivi. Anasema haki yao kwa mbinu za kipumbavu. Mwalimu anatumia lugha ngumu. Wao wenyewe wakajichukulia haki yao. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar haikuwa serikali ya kuchaguliwa kwa kupiga kura, lakini ilikuwa ni serikali ya wengi ambayo waliipata kwa kukubali kujitolea mhanga. Leo tunapoambia Watanzania mjitolee mhanga, mkomboe nchi yenu, wanaotamka hivyo wanaonekana wahaini. Tunapelekwa mahakamani, tunakamatwa, tunateswa, tunafanywa nini? Askari, sikilizeni kwa makini. Vyama vilivyopinga mapinduzi ya Zanzibar vilivunjwa chama kimoja kilichokubali mapinduzi kilijiunga na ASP. Anazungumzia mapinduzi ya Zanzibar ya mwaka 1964. Watanzania mmenyimwa elimu. Mwaka 1963 Zanzibar walifanya uchaguzi wa kidemokrasia, lakini watu wachache wakaipindua ile serikali iliyochaguliwa kwa sababu walimchagua mfalme au mtu ambaye si Mtanzania, si mzalendo, si Mtanzania ambaye anaopenda watu wao. Anasema, ndugu wajumbe, inawezekana kwamba bado ziko sababu zito za leo za kuendelea kuwa na mfumo wa chama kimoja. Alafu akaendelea akauliza, lakini mbele zaidi, kwa sababu naruka kwa sababu ya tishio la mvua, anasema hivi. Asante. Anasema hivi, ni vema kueleza uamuzi wa kuunda jeshi letu chini ya mfumo wa chama kimoja. Anasema mfumo wa chama kimoja ulitokana na hali halisi ya historia ya nchi yetu. Baada ya maasi ya jeshi ambalo tulilirithi sisi na muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Lakini jeshi la nchi yoyote, kama ni jeshi la kizalendo kweli, na naomba jeshi letu litafakari kama lenyewe leo linaweza kujiita jeshi la kizalendo. Jana nimeona na polisi na mabomu, Watanzania wanapokea viongozi wao, alafu wao wanaleta mabomu. Kama huo ni uzalendo, wajitafakari na kujiuliza. Anasema, na si jeshi la mamluki, kwamba jeshi letu la nchi yoyote kama ni jeshi la kizalendo kweli na si jeshi la mamluki, halina budi ilikubali katiba ya nchi. Kwa kitu cha kwanza, jeshi ikubali katiba ya nchi. Katiba yetu ni ya demokrasia. Demokrasia ya vyama vingi. Jana wanapeleka askari pale na mabomu. Ya kazi gani? Mbona kwenye sisi ya hatujaona wakipeleka mabomu? Jeshi linajiingiza kwenye siasa kinyume na katiba ya nchi. Hiyo ni sababu ya kwanza
kwa nini tunataka no reform, no election, ili Watanzania wote wapate haki sawa kwa majeshi yetu. Sasa naruka kidogo, mimi bado naamini hali si nzuri na sipendi makamu wangu aondoke hapa bila kuhutubia. Jambo la pili, Mwalimu anasema katika hatua zote CCM inajishughulisha sana na wananchi, lakini ufanisi wake katika shughuli hizo bado haujawa wa kuridhisha. CCM si baba yangu, si mama yangu. Je, nyie watu wa Rungwe, CCM ni baba yenu na mama yenu? Sasa kama si baba yenu, si mama yenu, na shida zenu zimeshindwa, nitaeleza baadaye kama muda utaruhusu. Mwalimu anaeleza kama si baba yenu, si mama yenu, kwa nini tusiende na no reform, no election? Nitamwachia makamu mwenyekiti ataeleza sababu zinazoleta uchungu kwa Watanzania, kwa nini twende kwenye njia ya no reform, no election. Anasema hivi, hata anasema ingawa kwa nadharia muundo wa chama chetu ni wa kidemokrasia, lakini katika vitendo hatuonyeshi demokrasia wakati wote na kwa shughuli zetu zote. Huyu ni mwenyekiti wa chama ndiye anasema, Mwalimu, sio maneno yangu. Kwa hiyo demokrasia ndani ya CCM ilikufa tangu mwaka 1980 kitu mpaka mwaka 90. Mwalimu anashuhudia. Sasa mnaogopa nini kwenda kwenye no reform na election kama yeye mwenyewe mwenye chama chake anakiri kwamba demokrasia hiyo ilishadhoofika na ilikuwa ni chombo cha uchaguzi tu na hakina shughuli nyingine? Ungetazamia kwamba kati ya uchaguzi na uchaguzi mwingine, wale waliochaguliwa na wale ambao wangependa kusimamia katika uchaguzi huo. Mvua inakuja, makamu mwenyekiti, mimi naomba nimalizie hapo, lakini cha muhimu sana katika hotuba yote, na nikipata mahali pengine nitaenda kuifafanua kwa kina, muhimu sana tuungane na Chadema, twende kwa sababu nyie ndio wenye mamlaka ya kuiadabisha serikali. Wananchi ndio wanaweza kuitia adabu serikali, na duniani kwenye nchi zile ambapo wananchi wana nguvu, wanajitambua, serikali zinatiwa adabu na zinatekeleza mambo wanayotaka wananchi kwa sababu wananchi wanatambua nguvu yao. Naomba radhi makamu mwenyekiti, nisamehe, lakini mimi nimezoea, kama ingekuwa mimi ningesema tuendelee hata katikati ya mvua, kwa sababu kupata nafasi hii ni ngumu sana. Asante sana babu yetu Dr. Willibrod Slaa. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, mimi sitazungumza chochote.